يقول جل شانه في محكم تنزيله: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة. وقال القائل: كل ابن أنثى وإن طالت سلامته يوما على آلة حدباء محمول، فإذا حملت إلى قبور جنازة فاعلم أنك بعدها محمول. وقال غيره: تزود من الدنيا فإنك لا تدري إذا جن عليك الليل هل تعيش إلى الفجر، وكم من صحيح مات بغير علة وكم من سقيم عاش حين من الدهر. وقال القائل: الناس من جهة تمثال أكفاء، أبوهم آدم والأم حواء، فإن يكن لهم من أصلهم شرف يفاخرون به فمن طين والماء، ما الفخر إلا لأهل العلم إنهم على هدى لمن استهدى أدلاء. وقدر كل امرئ ما كان يحسنه، فالجاهلون لأهل العلم أعداء. ففز بعلم تعش حي به أبدا، الناس موتى وأهل العلم أحياء. وقال صلاح الدين نور الدين أويس بن محمد القادري رضي الله تعالى عنه: تاجك العلم والأزكى والمعارف، فإن العلم نورك وسناك. Nimepewa amri na kaka yetu wa madrasa na ni khalifa katika zawia hii. Namita kaka kwa sababu yeye ndio alinipokea mimi na kunitoa nyumbani feri kunileta hapa. Ni kakaangu katika madrasa na ni khalifa pia, ameongezeka cheo tena mkuu. Amenitaka nisimame niseme katika uwanja huu kama vile mwanafunzi miongoni mwa wanafunzi waliopita katika madrasa hii. Katika tarehe na inaonyesha kumbukumbu yangu, labda tutuambia yeye, mimi katika boarding nilikuwa wa kwanza, au sivyo bwana Mahmud? Katika boarding nilikuwa ndo mwanafunzi wa kwanza kupokelewa na kukaa katika nyumba hii miaka hiyo ya 90. Nimeketi katika nyumba hii na tukapokea mengi ya mlezi wetu huyu Sheikh Hamdani bin Eid. Tuna pande nyingi za kumueleza Sheikh, pande ziko nyingi sana za kumueleza Sheikh, lakini mimi nimueleze katika upande huu ulionileta. Mimi nimekuja hapa kusoma, kwa hiyo nimueleze nimemkutaje Sheikh katika elimu. Nimemkuta Sheikh akiwa yeye ni mwekezaji mkubwa sana wa mambo ya elimu. Kana mustathmiran fi qita'i al-ilmi, alikuwa ni mwekezaji kabisa bobezi katika sekta ya elimu, taaliman wa taalluman, kusomesha na kujifundisha yeye mwenyewe. Hapa na haya nitakoyasema ya min babi udhkuru mahasina mautakum wa kufu wa masaili. Sheikh alikuwa ni mpenzi wa elimu, kusoma na kusomesha, na hii ndo karithi kwa walezi wake na mashekhi zake. Darastu al-ilma hatta surtu kutuba wa niltu saada min mawla al-mawali, ana nashru al-ulumi wa darsu shughli, ana shaykhul wara likulli imami. Hawa ndo walezi walomlea yeye kina Sayyid Abdul Qadir Jilani. Alikuwa mwenyewe akizunguka mara nyingi anatutajia Qalaidul Jawahiri vipi. Alikuwa akisoma Qalaidul Jawahiri sana, akimuona mlezi huyu wake wa kiroho kamlea ndani ya vitabu vyake, na kiroho pia Sayyid Abdul Qadir Jilani qaddasallahu sirrahu al-aziz. Yeye katika sekta hii ya elimu alikuwa mbobezi, alikuwa akisomesha na alikuwa akisoma. Si kusomesha tu bali na kusoma, anasoma. Sasa Allah kwenye kazi yake hii amlipe. Miongoni mwa waliowapambania kwenye kusoma ni mimi kijana wake. Mimi kukaa kwangu hapa kwa tunaogelea katika ilmu darasani, ilmu barabarani.
ilmu darasani, ilmu barabarani. Wakati huo tunapanda gari Manzese au Ujiji. Hapa ukitoka hapa Zawiani hadi ukifika Ujiji kule Manzese darajani kule, hapa kadi chakula mistari nyingi sana. Si safari ya story ya Pakome na mtu mwingine, ilikuwa ni safari ya kutoka hapa kuelekea huko, ni mistari hapo katikati. Na kakaangu penzi wangu bwana Mahmud, utaona tunamsindikiza Sheikh hadi kule wapi, barabarani, anatupa vitu. Mistari ya tasawuf inafundishwa ndani ya barabara, ili mradi kijana huko katolewa kwao kuja kusoma hapa. Alikuwa mwekezaji mzuri wa sekta ya ilmu. Sasa Allah subhanahu wa ta'ala katika sekta hii wote ni mashuhuda. Mimi nilotangulia katika boarding na nyinyi mlokaa naye mmekuja nyuma yangu na mnaendelea kuishi naye mpaka leo hii Allah amemchukua, wote tunakubaliana alikuwa ni mtu wa taaluma. Ni mtu wa taaluma. Ni katika vitu ambavyo hapendi kuona mtu anachapia kwenye kusoma. Katika mambo ambayo hapendi. Hakuwa mtu ambaye alizoea mazoea, akuishi na mazoea moja kwa moja kwamba eti ndio sheria. Hakuwa hivyo Sheikh. Miongoni mwa maeneo ambayo mimi nilikuwa nikisukumwa na kutiwa masingi, kuna maeneo nilikuwa nishazoea ulimwengu kusoma makosa, lakini atakutia masingi mpaka ukae sawa. Hebu liangalie nini umerekebishwa, achana na mazoea, mpaka tuishi kwenye taaluma. Kwa ni mdau wa taaluma, hakuwa mdau wa mazoea. Sasa kwa kuwa yeye ni shekhe wa tariqa, pamoja kwamba alitabahari katika bahari mbalimbali, na sisi ametulea katika misingi ya kitariqa. Sasa hapa ndo umefika muda wa kuonyesha kukoma kwetu kwenye elimu. Huko kuondoka kwa shekhe ndo umefika muda wa kuwaonyesha sisi ni wabobeze katika nini? Katika ilmu. Watu watatuangalia sisi tunaishi vipi baada ya shekhe kufanyaje, kuondoka. Yale masomo yake tunachoka kwenye makaratasi au tunaendelea nayo, watatuona. Jamii na ngoja leo hii tayari watu washaanza kuongea hichi na kile na kile, lakini Allah subhanahu wa ta'ala atujalie sisi tuoneshe kwamba tuliyasoma kwa maneno yale na tunayaishi kwa vitendo, yasiishie kwenye makaratasi, yaje katika maisha ya siku zote, kuyatabiki mafundisho ya Sheikh Hamdani Ibn Eid. Msemaji huyu katika wasemaji alisema الناس من جهة التمثال أكفار أبوهم آدم والأم حواء فإن يكن لهم من أصلهم شرف فمن طين والماء ما الفخر إلا لأهل العلم إنهم على هدى لمن استهدى لله وقدر كل امرئ ما كان يحسنه فالجاهلون لأهل العلم أعداء ففز بعلمي تعيش حي به أبدا. شيخ wetu Sheikh Hamdani faza bil ilm, na kwa kuwa yeye alifaulu kupata elimu kutoka kwa mashekhi zake, tunatarajia atakuwa hai milele. Uhai wake ni ule kuwepo sisi tunadarasisha maeneo mbalimbali, ndio uhai wa Sheikh. Fafuz bi ilmi ta'ish hayya bihi abada. Faulu kupata elimu. Ukifeli katika elimu manake umefeli moja kwa moja. Sheikh alifaulu katika sekta ya elimu, alikamata kweli elimu, na tunatarajia kwa kutuacha sisi wanafunzi, hata kama tuna elimu chache, basi tukiendeleza darasa zake, Sheikh ataendelea kuwa hai milele. Sema huyu mwanafunzi wa Sheikh Hamdani amesomeshwa na mwanafunzi wa Sheikh Hamdani, ataendelea kuwa anatajika milele. Tukamate zile darasa zake, kila aliyosoma hapa basi na yeye akawe mwalimu kwake, ili uhai wa huyu shekhe uendelee kuwepo. Lakini pia tunatakiwa tulinde yale malezi yake. Kazi ya shekhe ni kuwakusanya watu, kuwaweka sehemu moja na kuwapa miongozo ya kumwelekea Allah subhanahu wa ta'ala, na kafanya kazi hiyo. Leo tunaika kaitu bwana mkubwa na watu wengi ambao wamewaandaa, lakini na makhalifa wengine katika maeneo mengine na wanafunzi wamefanya kazi hiyo. Kuandaa wote ni sharafu na fahari ya Sheikh Hamdani bin Eid. Kila mmoja kwa wakati wake alinde umoja huu uliotengenezwa na Sheikh. Huu umoja uliotengenezwa na Sheikh aulinde. Tumeshuhudia sisi yeye mwenyewe tukija hapa anavoulinda ule umoja uliotengenezwa na Sheikh Finei na Sheikh nani na Sheikh Maadhi. Alikuwa askari mkubwa wa kulinda umoja huu.
wote tumekuwa mashuhuda. Umoja wa watu wa Kigamboni, watu wa Sheikh Maadhi na watu wa Sheikh Thinei, Sheikh alipigania kwa nguvu zote mpaka kafa. Umoja huu upo, na sisi ndani tulinde umoja wetu wa kijanafunzi. Mambo au tendo lolote la kutugawa, asiwe mtu ni chanzo cha kuleta tendo lolote la kutugawa, bali neno lolote na tendo lolote la kutuunga ndio wakati wetu. Lakini tukigeuka kwa matendo mabaya, kwa maneno mabaya, bado watu watasema Sheikh akufundisha bwana. Sheikh akufundisha chochote, mbona ameparaganyika badala yake kufanyaje? Kufa. Wamekufa na mambo nyanga. Hakuwa Sheikh, si ndivyo? Lakini si tulinde ushekhe wa shekhe wetu kwa kuwa wamoja. Tukamatane, tushikamane, kila alichokienzi shekhe sisi tufanyeje? Tukienzi. Hii dharau na vitu vingine na vingine, kila kisababishi cha kuvunja umoja huu uliotengenezwa na shekhe kwa miaka mingi, basi tusiwe sababu ya kuleta jambo la kutugawa, bali sisi tushikamane katika kuendeleza majukumu ambayo Shekhe Hamdani mwenyewe ametuachia. Na si jambo kubwa na si dogo, bali ni kubwa zaidi, ni kushikamana na masala ya taaluma. Kushikamana na masala ya taaluma. Hapa mashekhe wa tariqa tumefundishwa sisi tariqa na shekhe huyu kwamba ash-sharia wa tariqa wal haqiqa, mambo matatu: ash-sharia wa tariqa wal haqiqa. Na nyote mashuhuda, nikifika hapa shekhe anafungua kitabu, si ndivyo? Nikifika hapa anafungua nini? Tunasoma kitu, hata safari ya kwenda Kibangile ichelewe, lakini shekhe anatoa nini hapa? Ile darasa soma inuka soma, au sivyo? Alikuwa mtu wa taaluma. Sasa na sisi tusome kitu kama alivyokuwa kinyanyua mwenyewe zama za uhai wake. Anatoa hadithi moja anainyambua, au anatoa beti yote ananyambua kwa faida ya watu. Na sisi miongoni mwa watu waliovurugikiwa katika taasisi zao mara tu baada ya kufuna mashe zao, mambo ya madaraka. Yani zawia nyingi, taasisi nyingi zimeparaganyika baada ya kufa mkubwa kwenye ishu ya nini? Ya madaraka. Tasawuf sisi tumelelewa na shekhe kwa vitendo, kwa maneno anatupa na vitendo. Vitu havitakiwi kabisa. Ridhika na ulipokuwa napo. Kama wewe mpuliza moto, wewe kupuliza moto, si ndivyo? Kama wewe unatia ubani, tia ubani. Kama wewe uko hivi, tunataka tuulinde huu umoja na hadhi ya shekhe wanaoyafikiria watu huko nje, yasitokee hii zawia ya msomi na wameachwa wasomi. Huyu bwana ni baharul ulum, yuko hapa. Zawia imeachwa ya shekhe msomi na wameachwa wasomi. Mambo ya kumtia dosari shekhe katika ishu ya madaraka isiwepo. Tudhibiti zile nafsi zetu. Kila mmoja katwa na chake hapa, si ndivyo? Mwenye hichi na hichi, kila mtu akae nafasi yake. Alafu huyo atakayekaa juu yetu anamjua Mungu. Atakayekuwa juu yetu sisi anamjua Mungu. Tusionyeshe ishara ya kwamba labda aachwe mwenyewe. Au hapa ndo kulinda fahari ya shekhe mwenyewe, na umoja wetu utakuwa umoja bora sana, madhubuti, kwa kuzidhibiti nafsi zetu. Fa amma man khafa maqama rabbih wa nahaa an-nafsa 'anil hawa.